au taifa ni sehemu ambayo inayomhakikishia mtu heshima yake. Nchi inamhakikishia mtu uhuru wake. Nchi inamhakikishia mtu usalama wake. Nchi inamhakikishia mtu sehemu ya kufanyia ibada zake. Nchi inamhakikishia mtu chanzo cha riziki na maisha yake. Lakini pia nchi inamhakikishia mtu mazingira ya kijamii na kitamaduni. Kwa hivyo baada ya dini hakuna kitu kinachoweza kuwa na thamani zaidi kwa mtu huyo kuliko nchi yake. Na mapenzi ya kulipenda taifa ni hisia za kiasili, ni hisia za kimaumbile ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameziweka katika nafsi, lakini pia viumbe vyote vimeumbiwa mapenzi hayo. Waangalie samaki katika bahari, waangalie wanyama porini. Unapomtoa samaki kwenye bahari, unamweka kwenye hatari ya maisha yake. Yeye anavinjari na kufurahia maisha akiwa baharini. Wanyama porini ndio eneo lao na maisha yao. Unapowatoa, manake unawafanya waishi eneo jingine kwa mashaka na wasiwasi. Kadhalika ndege wanapokuwa kwenye viota vyao, wanakuwa kwenye eneo la salama zaidi na lenye utulivu. Mtume sallallahu alayhi wasallama alipokuwa anatoka Maka kwenda Madina, anahama, alifika mahala nje kidogo ya Maka, akautazama mji wa Maka. Mtume sallallahu alayhi wasallama anautazama mji wa Maka, anasema wallahi naapa kwa jina la Mwenyezi Mungu, katika miji ya Mwenyezi Mungu ninayoipenda au inayopendeka zaidi kwenye moyo wangu ni wewe Maka, na kama si watu wako kunitoa katika mji huu, basi kamwe nisingeweza kutoka. Katika riwaya nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ma atyabaki min balad, anasema wewe Maka uzuri ulioje wa mji huu. Mwishoni Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kama si watu wako kunitoa Maka, basi nisingeweza kuishi mji mwingine tofauti na Maka. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maneno haya yako mambo kadhaa anayoyabainisha. Kwanza anabainisha kisheria kwamba mtu anajuzu kuupenda mji wake, mtu inajuzu kuipenda nchi yake. Lakini zile hisia za kumtoa mtu katika mji wake, kumtoa katika eneo alilolizoea, zina maumivu katika moyo. Mtu kuishi mbali, nje ya nchi yake, nje ya mji wake, kuna udhalili kiasi fulani. Kwa ajili hiyo basi, enyi waja wa Mwenyezi Mungu, kupoteza mtu mji wake, kupoteza mtu nchi yake, kuna maumivu makubwa ambayo ni ngumu sana kuyavumilia. Kwa ajili hiyo utaona Allah Subhanahu wa Ta'ala ameambatanisha au ameunganisha uzito wa mtu kupoteza taifa lake sawa na uzito wa kuua. Waulizeni kuhusu neema ya nchi wale ambao wamepoteza nchi yao. Wako watu wanaishi nje ya nchi zao, ama kwa kukimbia kutokana na vita baina yao wenyewe, iwe vita kati ya nchi na majeshi yaliyoasi au vita vya kikabila. Wako watu wanaishi nje na mbali ya nchi, wamekimbia, na wengine wanaishi kwenye makambi ya wakimbizi. Unaweza ukawauliza hisia za kupoteza neema ya taifa lao, au unaweza ukawauliza wale watu ambao wamekosa taifa. Wako watu leo wanaishi hawatambuliki katika taifa lolote, wanatambuliwa na Umoja wa Mataifa. Waulize, wanahangaika. Mimi nimewahi kuwa kwenye nchi moja, watu wanaandamana watambuliwe ama na hilo taifa wanaloishi au taifa lenye asili yao, wanaishi bila utambulisho. Waulize hao. Ndugu zangu, kama kuwa na taifa ni neema kubwa, lakini pia tumesema ni thamani na mapenzi ya kimaumbile, basi ni wajibu kwa kila mwananchi abebe jukumu lake, achukue nafasi yake, aplay part yake kuhakikisha analinda neema ya taifa lake. Katika suratul Baqara Nabiiullah Ibrahim anasema kwamba Mwenyezi Mungu, jalia mji huu wa Maka uwe wa amani na uwaruzuku watu wake matunda. Kwenye dua hii Nabii Ibrahim alayhi salam ameweka mbele vitu viwili vya msingi sana. Vitu viwili amevitanguliza kwenye dua hii. La kwanza, anatanguliza amani ya taifa lake. Mwenyezi Mungu, ujalie mji huu wa Maka uwe wa amani.
katanguliza amani katika dua hii, na ya pili akatanguliza rizqa ahli, akatanguliza riziki juu ya watu wa Maka. Maana yake amani ni kipaumbele, lakini pia ustawi na maendeleo ya watu ndio maana ya riziki. Kama hakuna amani, maana yake hata hayo maendeleo unayoyapigania hayatokuwepo. Maana yake kwamba pamoja na kuomba amani, lazima ziwepo jukumu, lazima wawepo watu ambao wamebeba jukumu la kuhakikisha usalama wa taifa na amani ya nchi. Na ndivyo ilivyo kwamba unapolala wewe kwenye mto wako, kuna watu wamelala kwenye mawe ili wewe ulale kwa salama. Unapoingia msikitini hapa kufanya ibada safi, salama salimini, wako watu wamechukua jukumu la kuhakikisha wewe unakuwa salama. Wito wangu nini? Tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu, maana yake pamoja na kuomba, Nabii Ibrahim ni hapa ni kiongozi, kwamba tunaomba amani, lakini lazima wawepo viongozi watakaobeba jukumu la kuhakikisha nchi yetu inaendelea kuwa ya salama na amani hii inadumu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema chuki imefichuka kupitia maneno yao. Maneno yao yanadhihirisha chuki, lakini yaliyofichwa kwenye vifua vyao ni makubwa zaidi. Tayari kuna baadhi ya watu unaona kupitia maneno yao pengine hawaoni thamani ya ile amani na utulivu, au wanahitaji kupata uongozi lakini kukanyaga damu za watu, kwamba waende kama ni Ikulu, waende kama ni bungeni, lakini wamepita juu ya damu za Watanzania wenzao. Lugha kama kukinukisha zinatamkwa kwenye baadhi ya vinywa vya wanasiasa, yaliyo ndani ya vifua vyao ni makubwa zaidi. Mtume sallallahu alaihi wasallama, nimesema hapa, aliondolewa Maka kwa dhulma. Aliondolewa Maka kwa dhulma, lakini dhulma ile aliyofanyiwa haikumfanya alichukie taifa lake na kuliombea mabaya. Mtu ambaye anatishia usalama na amani ya nchi, anakuwa ametishia pia usalama wa dini yake bila kujua, kwa sababu dini haiishi kwenye ombwe. Yani kwamba kuna sehemu unaweza ukaiabudu nchi yako bila eneo. Misikiti inahitaji ardhi yenye utulivu, inahitaji watu wenye amani mioyoni mwao. Nyinyi mmekuja kusali hapa, mna amani. Kama kuna vita, nani atakwenda msikitini? Kwa hiyo dini haiwezi kuelea hewani, inahitaji ardhi yenye utulivu, watu waingie watekeleze ibada zao vizuri, wanamwabudu Mola wao bila hofu, wanakwenda kwenye shughuli zao wakiwa na amani. Kama hakuna amani, unawezaje kufanya biashara? Watoto watakwenda shule, wagonjwa watahudumiwa na madaktari. Kwa hiyo mtu ambaye anatishia usalama wa nchi bila kujua au kwa kutokujua, anakuwa pia ametishia usalama wa dini yake. Inawezekana kwa kujazwa upepo, akidhani au akifikiria kwamba anapigania maslahi ya taifa lake, kumbe anaweza kuwa anapigania maslahi ya mtu. Wako watu leo ambao wanahamasisha wakati mwingine labda maandamano kwenye taifa hili tarehe 29 Oktoba. Kwanza wako nje ya nchi, lakini pia kama hufahamu, wanalipwa mabilioni ya fedha kupitia harakati hizo. Yani wewe unaweza ukaandamana ukawa umetumika kama mtaji kwa maslahi ya mwingine, na ukidhani kwamba wewe ndio unapigania taifa lako au wewe ndio mzalendo kuliko wengine. Maana kuna watu leo, sisi tunaohubiria amani kupitia mimbari za dini, wanatuona tuna njaa, kwamba njaa tu zinawasumbua hawa. Yani maana anayeombea amani taifa lake sio mzalendo, ila yule anayehatarisha amani yeye ndo anajiona mzalendo na analipenda taifa lake. Anatafsiri viongozi, na tunaona hata kwenye mitandao ya kijamii kwa masikitiko makubwa, baadhi ya vijana wa Kiislamu wanawatukana mashehe wanaohubiri amani. Wanaona kwamba wanasumbuliwa na njaa. Kuombea amani sio jambo jipya. Nimekusomea aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kipaumbele cha kwanza katika dua ya Nabii Ibrahimu ni amani, halafu cha pili ndio kikafuata riziki za waja, maendeleo yao. Sasa unaweza kuwa unaihatarisha dini yako kwa kuhatarisha usalama wa nchi yako. Jina naitwa Kudra Abdallah Juma, ni mkazi wa Shinyanga. Sisi tunatakiwa tulirithi swala hili la amani, na hasa vijana, kwa sababu wao ndio nguvu kazi ya nchi na Tanzania kwa ujumla. Kwa hiyo nawahusia vijana wenzangu ama wazee wenzangu, tudumu na kuidumisha amani katika nchi hii. Katika nchi yetu hii tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, watu ni waelewa, wanafahamu swala la maandamano
na ghasia zinazopatikana, mimi nawahusia ama najihusia pia na mimi, maandamano haya na faida kwetu. Cha msingi tufuate sheria za nchi pia na sheria ambazo Mungu alizotupangia. Naitwa Puguru Selemani. Waislamu wengine ambao mimi nawaombea kwamba isije kwa uchaguzi huu kwa ndio kwetu vurugu, hasa Waislamu. Waislamu wanatakiwa tusimame kuilinda amani yetu. Bila amani ibada haitakuwepo. Kwa hotuba ya leo imetuamsha tuangalie, na hasa Waislamu na wahusia wasiingie kwenye vurugu ya aina yoyote wala kutaka maandamano ya aina yoyote, kwa sababu wanaoandamana wanawategemea wao waandamana ili wapate chochote. Sisi hatuhitaji chochote, tunahitaji amani tu.